Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii jioni ya leo. Mtazamaji, jeshi la polisi Tanzania limetoa ahadi kwa Watanzania pamoja na familia ya Humphrey Polepole kuwa yoyote aliyetekwa nyara atapatikana iwapo ni kweli na uchunguzi unaoendelea utakamilika na ushahidi utathibitisha kuwa Humphrey Polepole ni kweli ametekwa nyara. Lakini kufikia sasa serikali imedai bado hakuna ushahidi wa kutosha. Wakati huo huo, kuna madai mengi ambayo yanaendelea kuenea katika mitandao ya kijamii leo kuhusu ukweli wa alipopelekwa Humphrey Polepole baada ya kutekwa nyara kwake. Baadhi ya vigogo mashuhuri nchini wamekuja mbele na kuzungumzia suala hilo, huku mmoja akiwa ni Simon Ngilisho ambaye huyu ni mgombea ubunge eneo la Arusha, ambaye anadai kuwa kutoweka kwa Humphrey Polepole ni njama nzima inayoendeshwa na wanaharakati maarufu humo nchini Tanzania na kufikia mpaka kuwataja majina na kutoa ushahidi dhidi yao. Upande mwingine, kigogo mmoja wa UVCCM chini ya CCM pia alidai awali kwamba Humphrey Polepole hajatekwa nyara bali yupo nje ya nchi amejificha na anazua tu taharuki na kuchezea Watanzania filamu. Baada ya madai yote hayo kutoka jeshi la polisi pamoja na wana CCM hawa na wanasiasa wengine, kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Agostino Polepole amejitokeza jioni hii na kuthibitisha ukweli ni upi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani. Agostino Polepole, kaka wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, ambaye ametoweka au kutekwa nyara kwa siku kadhaa sasa, amevunja ukimya kwa ujumbe mzito akielezea machungu makubwa na hofu ya familia yake kuvumilia kutokana na kutoweka au kutekwa nyara kwa ajabu kwa Humphrey Polepole ambao kumewashtua Watanzania wengi. Vilevile ameweza kujibu madai ambayo yanaenea mtandaoni iwapo kaka yake ni kweli ametekwa nyara au la. Hata hivyo, Agostino Polepole akizungumza kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii alifichua kuwa familia hiyo imekuwa ikiishi kwa shida tangu taarifa za kutekwa nyara kwa ajabu kwa Humphrey Polepole zilipoanza. Alisema kutokuwa na uhakika juu ya mahali alipo ndugu yake Humphrey Polepole kumewaacha wakiwa wamevunjika moyo na kukata tamaa na ukweli, uwazi na haki. Kulingana na Agostino Polepole, familia hiyo inapitia wakati mgumu sana wa maisha yao. Alieleza kuwa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumezua ombwe chungu, huku kila kukicha kukizidisha wasiwasi wa familia. Alisema wanachotaka kwa sasa si huruma, bali uwazi na vitendo. Familia, alibainisha, inaamini kuwa taasisi za serikali zina uwezo wa kufichua ukweli, lakini lazima zionyeshe kujitolea kupitia juhudi za uwazi na za umma. Maneno ya Agostino Polepole, kaka yake Humphrey Polepole, sasa yanatofautiana au kupingana na maneno ya vigogo ama wanasiasa wengine ambao wanadai ya kwamba hakuna ushahidi Humphrey Polepole ametekwa nyara na hawaamini ya kwamba Humphrey Polepole ametekwa nyara, na hata wengine kudai ya kwamba Humphrey Polepole yupo nje ya nchi. Agostino Polepole aliendelea kusisitiza kuwa wakati bado wana imani na vyombo vya sheria, imani hiyo inajaribiwa kwa kasi ndogo na ukimya unaozunguka tukio la kupotea kwa Humphrey Polepole. Alitoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua madhubuti na kuwasiliana kwa uwazi na umma. Familia hiyo alisema haitafuti kumshtaki mtu yoyote kabla ya wakati wake, lakini inataka tu kujua nini kilitokea na wapi mpendwa wao anaweza kuwa. Kutoweka huku kwa Humphrey Polepole, aliongeza, imekuwa si tu janga la familia lakini wasiwasi wa kitaifa. Alitafakari jinsi maisha kila siku ya familia yalivyovurugika kabisa tangu kutoweka kwa Humphrey Polepole. Kila asubuhi, alisema, wanaamka wakitarajia habari nzuri, simu, ujumbe ama ishara ambayo itarejesha amani yao ya akili. Hata hivyo, siku baada ya siku kumekuwa na ukimya mrefu. Agostino Polepole alisema kutokuwa na uhakika ni jambo lisilovumilika na kwamba ukosefu wa sasisho wazi umeruhusu uvumi kuenea haraka mtandaoni na kuongeza maumivu zaidi kwa hali yao kama familia. Mashirika ya haki za binadamu yamejiunga na wito wa majibu kuhusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole na kuitaka serikali kutoa tamko haraka rasmi kuhusu hali yake na mahali alipo. Makundi haya yanahoji kuwa haki ya kujulikana, haki ya mtu kufichuliwa mahali alipo anapokosekana, ni haki ya msingi ya binadamu iliyoainishwa katika sheria za kitaifa na kimataifa. Walionya kuwa ukimya au hali ya sintofahamu katika kesi kama hizo hudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa haki.
Kutokana na tukio la kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, Watanzania kadhaa wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuelezea mshikamano wao na familia hiyo. Wengi wameshiriki jumbe za tumaini, pole, maombi na kufadhaika, wakioja jinsi mtu huyo wa hali ya juu kama Humphrey Polepole anavyoweza kutoweka bila kuwaeleza. Kilio hiki cha umma, Agostino Polepole alisema, kimefariji familia yake na kuwakumbusha kwamba hawako peke yao katika uchungu wao. Hata hivyo, aliwataka wananchi kutegemea taarifa zilizothibitishwa na kuepuka kueneza madai ambayo hayajathibitishwa ya kwamba Humphrey Polepole hajatekwa. Ujumbe wa Agostino Polepole kuhusu kutoweka kwa ajabu kwa kaka yake pia umeibua mjadala wa kitaifa kuhusu usalama na uwajibikaji. Wachambuzi wa masuala wameeleza kuwa tukio hili linafichua masuala ya kina ya kimfumo yanayohusiana na uwazi na uhuru wa habari. Wengi wametaka kuwepo kwa mifumo imara zaidi ya kuwalinda raia na kuhakikisha kuwa uchunguzi wa watu waliopotea unashughulikiwa haraka na kwa uwazi. Katika rufaa yake, Agostino Polepole alieleza jinsi kutoweka kwa Humphrey Polepole kulivyoathiri sio tu familia bali jamii kubwa inayomtazama kama mtumishi wa umma. Humphrey Polepole ambaye awali aliwahi kuwa mbunge na katibu wa itikadi na uenezi katika chama tawala cha CCM alijijengea sifa ya kuwa muwazi na shupavu kifikra. Kutokuwepo kwake ghafla nchini, Agostino alisema, kumewaacha wengi wa wenzake na wafuasi wake katika mshangao, hofu na kutoamini. Kutoweka kwa Humphrey Polepole pia kumevutia hisia za kimataifa, huku watetezi wa haki za binadamu wa kikanda wakiitaka Tanzania kuzingatia dhamira yake ya kufuata taratibu na kulinda uhuru wa kimsingi. Wachunguzi kadhaa wamebaini kuwa kesi kama hizo zisipotatuliwa zinaweza kuweka kivuli kwenye taswira ya nchi na kuibua maswali kuhusu usalama wa watu wa siasa kali. Agostino Polepole akizungumza kama ndugu na mwananchi alisema kuwa haki lazima ionekane ili uaminifu urejeshwe. Kadiri siku zinavyosonga bila taarifa za wazi, huku wanasiasa wengi wakilitumia hili kwa nia zao za kisiasa na hata wengine kudai ya kwamba hakuna ushahidi wa kutosha, wengine wakisema ya kwamba si kweli Humphrey Polepole hajatekwa. Kutoweka huko kwa Humphrey Polepole kumekuwa ishara mapambano ya taifa ya uwazi na uwajibikaji. Agostino Polepole alisema kuwa wakati familia ikiendelea kutumaini kurejea kwake akiwa salama, pia wanajipanga kwa kila matokeo yanayoweza kutokea. Kilicho muhimu zaidi sasa, alisema, ni uaminifu, kukiri kile kilichotokea ili uchungu wa kutokuwa na uhakika uweze mwisho. Hata hivyo, kote Tanzania mijadala kuhusu kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole imeongezeka, huku makundi ya wananchi yakiandaa maombi ya amani ya kutaka ukweli. Raia wengi wanaona huu kama wakati mahususi kwa mfumo wa haki, mtihani wa kama unaweza kutenda kwa uhuru na huruma. Agostino Polepole aliwataka wananchi kuwa watulivu, kusaidia familia kwa huruma na kuendelea kushinikiza kupata majibu kwa njia halali na za amani. Kwa kumalizia, kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunasalia kuwa moja ya matukio ya kutisha katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu, vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Nikufahamisha tu hayo ndio ambayo nimekuandalia sasa hivi katika video hii ama katika taarifa hizi. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi zinazojiri na kutrend sasa hivi kote katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania na Afrika Mashariki.